Kijana anaenda kubeti, anajifunga msuli, amebeti karatasi imeandikwa milioni 50, anaiwaza kwamba tayari milioni 50 anayo. Kwa hiyo yule anakaa anasubiria milioni 50 kwa muhindi. Sio, umeelewa? Lakini ni karatasi ile. Anaangalia matokeo, mpira umeisha, milioni 50 imeisha, buku la muhindi limeenda, yeye atarudi nyumbani tena kuomba buku ili akabeti. Kwa hiyo mimi nafikiri, ndugu mtangazaji, ni hayo. Na iambia nini serikali kwa habari ya vijana? Kuna kipi cha kuiambia serikali? Nashukuru ndugu mtangazaji. Kwa upande wangu mimi ningeshauri serikali vijana ituangalie kwa jicho la tatu. Kwa maana kijana ana uwezo wa kufanya kitu ambacho mfano kijana wa leo ambaye ana miaka 10 au 5 una uwezo wa kumtengeneza akafanya kitu cha 2050. Kwa maono ambayo serikali inaona kwamba kuna maisha ambayo yatakuja 2050. Kuna level ambayo tutafikia 2050. Mfano issue ya globalization. Zamani tulikuwa tunasoma tu kama ni kitu cha kawaida, utandawazi. Ila utandawazi kwa hivi sasa umekuja kwa wigo mpana sana. Kiasi kwamba kuna wazee wa zamani, kuna wazazi wa nyuma walishawaandaa watoto wao kulingana na hii issue ambayo hivi sasa tunayo. Na ndio sasa hivi wanafanya vitu vikubwa, vitu vya ajabu. Kwa ni ile kuona kwa na maono. Kwa serikali vijana wa sasa hivi wana thinking capacity. Wana uthubutu wa kufanya. Kwa ni kuandaa. Waandaliwe vijana. Umeona? Waandaliwe kwenye utendaji, waandaliwe kwenye uchapakaji kazi na kushirikiana. Umeona? Kufanya kazi kwa pamoja. Umeona? Usiwe ile kwamba kwa kuwa mimi baba yangu basi ana kampuni, basi kwenye kampuni ya mzee wangu hawezi kufanya mtu mwingine, tunaenda kifamilia. Hiyo itoke. Kwa serikali ina kazi kubwa ya kuandaa vijana, kuandaa misingi ya malezi au ya kimkakati ya nini wanaendea mazingira yao. Sisi tutakuwa umenipata kidogo point yangu ilikuwa na lengo. Kwa serikali isiangalie tu kwamba elimu, kwa sababu elimu ishatoa sana, elimu ambayo mitaala yake inakuwa kubadilika. Leo hii mtu anafundisha kitu ambacho mtaani haji ukiona. Kwa anafundisha kitu kama kwa wakati ule yeye hawezi kumwezesha kupata vitu vingi. Tuelekeze katika vitu vya msingi. Kwamba unamwelekeza mtoto leo hii kama anajifunza useremala kutengeneza kiti, basi umueleze kwamba hii material kutengeneza kiti kwanza yenyewe iko ya aina nyingi. Kuna material ambayo temporary, iko material ambayo ya muda mrefu, iko material ambayo original, fake, inapatikana wapi. Kijana ukimwandaa, kwa hiyo ana uwezo wa kuja kufanya kitu, anajua kabisa anaandaa kitu changu kwa material fulani. Hiki ni kibora, kipo katika hali fulani, hii katika ubora hali fulani, lakini sio kumwezesha kama kutengeneza tu kitu. Kwa hiyo maana anatengeneza ndio ile sasa hajui hata material yanapatikana wapi, zaidi ya kununua tunatoa vitu nje. Wakati kuna vitu hapa ndani vinaweza kupatikana. Kwa serikali iangalie vijana kwa jicho la tatu. Asante. Ni mawazo ya vijana, ni fikra za vijana wenzako ambao tulikuwa hapa siku ya leo kwa ajili ya kuchakata masuala mazima ya fursa na maendeleo kwa vijana. Nafikiri umesikia mama, umesikia baba, serikali pia umesikia vijana walivyovisema. Kupitia haya mawazo yanaweza kukunyanyua wewe kijana, yanaweza kuwa yametia fikra mpya kwenye serikali, kwenye mifumo ya elimu kwa ajili ya kubadilisha maisha ya vijana. Maana yake vijana ndio taifa la leo na ndio taifa la kesho na ndio wanaoijenga nchi ya leo na ya kesho. Nikusisitize usiache kufuatilia vipindi vyetu. Asante.